Tunajua tu huu ni mwanzo wa juma na weekend ilikuwa ndefu kweli kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, weekend ilikuwa ndefu na kuna mengi ambayo tunapaswa kupita nayo ya kimichezo na habari nyingine kemkem. Lakini nikukumbushe tu kwamba Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo imeongezewa idara nyingine ambayo ni idara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Na sasa hivi wizara hii ambayo mwanzo ilikuwa chini ya Waziri Damas Ndumbaro, sasa hivi itakuwa chini ya waziri mpya Dr. ama ni Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye yeye ametoka kwenye Wizara ya Katiba na Sheria, na anampisha Dr. Damas Ndumbaro ambaye anaelekea kwenye Wizara ya Katiba na Sheria rasmi. Kwa hiyo wizara yetu ya michezo, utamaduni, sanaa na michezo, ama habari, sanaa, utamaduni na michezo, imepata ongezeko la mwamba mwingine ama kiongozi mwingine katika wizara hiyo. Lakini ni kufahamishe tu kutokea katika mchezo wa Jumamosi kati ya MC Alger dhidi ya Yanga Sports Club kutoka Tanzania, ambao ni wawakilishi katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League. Mchambuzi George Ambangile alitupitisha katika uchambuzi wa kimbinu kutokea katika mchezo huu ambao MC Alger waliweza kuibuka kwa magoli 2-0 dhidi ya Yanga. Anasema ni second half bora sana ambayo imeshinda mechi. Kipindi cha kwanza timu zote mbili zilikuwa na mapungufu yanayofanana. Ya kwanza, wapo slow kwenye kufanya maamuzi tena sahihi. 2, kukosa umakini wakiwa na umiliki wa mpira. 3, wanaharakisha kwenda mbele, matokeo yake mpira unawarudia haraka. 4, wanachelewa kufika kwenye matukio ya mpira. 5, kukosa ujasiri na haiba katika nyakati sahihi, kwamba nautaka huu mchezo, nautaka huu mpira, tucheze muda huu. Wote MC Alger na Yanga kipindi cha kwanza hauko katika level ambayo inahitajika. Kipindi cha pili wenyeji walionyesha utulivu katika vitu ambavyo kipindi cha kwanza walikuwa wanakosa, lakini Yanga waliendelea vile vile. MC Alger walianza kutunza mpira vizuri, walianza kutumia vizuri space ambayo Yanga walikuwa wanaacha hasa mbele na nyuma ya kiungo chao, maeneo hatari sana hayo ukiacha space sana. MC Alger walichopatia zaidi ni wali switch play ya kwanza, wanahamisha uwanja haraka sana wakiwa upande mmoja kwenda mwingine na kushambulia post ya mwisho wakifanikiwa. 2, rana katikati ya fullbacks na mabeki wakati wa Yanga. Wakimbiaji katikati ya fullbacks na mabeki wakati wa Yanga. 3, walianza kushinda mipambano yao, iwe mipira ya juu au ya chini. 4, angalia distance baina ya wachezaji wao ni ndogo kiasi kwamba rahisi kwao kushinda mpira ya pili, second ball, na kurejesha umiliki wa mpira katika himaya yao. Yanga walivyoanza ndio wamemaliza mechi hivyo hivyo. Ule ujasiri wa kusema tucheze haukuwepo. Wachezaji wanaharakisha sana action zao kiasi kwamba umiliki wa mpira unapotea kirahisi. Note, Abdel Hol akiwa na mali mguuni, mtulivu sana. Diagonal passes zake nzuri, mipira yake yote ya juu pia. 2, kile kiungo cha Yanga juzi kwenye umiliki wa mpira kilikuwa chini ya kiwango. 3, Delort anajua kulinda mpira. Goli la Yanga akilipa mgongo na kufanya wenzake wafike haraka. 4, nafikiri hata Yanga wenyewe wanajua hii mechi hawakustahili hata alama moja. 5, Meziani kipindi cha pili performance yake ilikosekana goli tu. Yaani kwamba performance yake ilikuwa kubwa sana, lakini kilichokosekana ni goli. Na tunakumbuka mojawapo ya saves ambazo Diarra alifanya ni pamoja na ile ya Meziani. Full time MC Alger 2, Yanga 0. Huu ni uchambuzi ambao ametupitisha George Ambangile kutokea katika mchezo huo kati ya MC Alger dhidi ya Yanga. Tukumbuke tu kwamba Yanga wana kibarua kingine kukabiliana na TP Mazembe Englaba pale Lubumbashi, Congo DR, siku ya Jumamosi ya tarehe 14 mwezi huu wa 12 kwa ajili ya kuweza kupambania alama nyingine 3. Tunakumbuka tu katika kundi lao wameshapoteza game zao zote 2, na mbaya zaidi ni kwamba wamefungwa magoli 4 bila wao kufunga goli hata moja. Lakini tukumbuke Yanga waliingia katika hatua hii wakiwa na mtaji mkubwa wa magoli baada ya kufunga magoli 17 huku wakiwa hawajaruhusu hata goli moja. Tunakumbuka timu walizokutana nazo, mojawapo ilikuwa ni CBE, kisha
ilikuwa ni Vitalo kisha CBE, na Vitalo waliambulia kichapo kizito kweli kweli, aggregate ya magoli 10, lakini CBE na wenyewe nao wakaambulia kichapo kizito pia kutoka kwa Yanga. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani kwamba Yanga waliingia vizuri, lakini mguu wao mpaka sasa hivi hujakanyaga sehemu salama. Nikujuze tu uendelee kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya habari hizi nyingi na nyinginezo. Updates hapa ndo kwake. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.